Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, mola yaseba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia, ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ndio leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4. Tutaanza na siri ya kwanza, kujinyima kusikofaa. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 5 inasema: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto za mila zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukurani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Tunafundishwa nini hapa? Tunakumbushwa kuwa kuoa ni ibada ya Mungu wa mbinguni kwa wateule wake. Pia kula chakula katika Agano Jipya ni ibada, maana vyakula vyote Yesu Kristo alivitakasa. Kwa hiyo hapa tunakumbushwa tusijihukumu kwa chakula, wala tusiache kuoa au kuolewa kwa sababu yoyote ile, maana vyote hayo ni ibada kwa Mungu. Hivyo muamini Yesu Kristo upate kutawala pamoja na Yesu Kristo kiroho katika ulimwengu huu na ule ujao, maana yeye Yesu Kristo alifanyika kuwa sadaka, akatakasa ulimwengu na vyote vilivyokuwa vimelaniwa. Siri ya pili, mtumishi mwema wa Yesu Kristo. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 16 inasema: wakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utaua. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utawa hufaa kwa mambo yote, yani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika kabisa. Kwa maana twajitabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai, aliye mwokozi wa watu wote, hasa wa waaminio. Mambo hayo uyaagize na kuyafundisha mtu awaye yote. Asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea
kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Nini fundisho hapa? Injili ya Yesu ndio dira ya mtumishi mwema. Hubiri maskini, hubiri matajiri, lakini usitoke kwenye msingi wa injili ya Yesu Kristo. Mfano, kujitahidi kuwa mpatanishi. Usikubali kuwa chanzo cha kuleta mafarakano watu, bali uwe mpatanishi kama jinsi Yesu alivyokuwa mpatanishi. Ujali wengine walio nyuma yako kwa kuwaonea huruma na kuwaombea mbele za Mungu wapate rehema. Kuwa tayari kuteswa kwa ajili ya wengine, manake ujitoe sadaka, kutumia muda wako ili watu wengine waokolewe. Kuhubiri injili ya ufalme wa Yesu ya haki na kweli na amani, ili watu wapate kumjua Mungu wa mbinguni ambaye ndiye Baba wa wote wenye mwili. Asanteni sana. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako, utupe neema na baraka ya kuijua injili yako ya kweli ili tupate kupona. Amina.